Kristo. Ndugu zangu, kama tulivyosema mwanzo wa ibada hii, leo tuko hapa kusali pamoja na Padri Paul Steven Chobo anapoadhimisha kumbukumbu ya siku alipopewa daraja ya upadre miaka 25 iliyopita, jubilei ya miaka 25. Anarudi nyumbani kule kwa wazazi, lakini anarudi kanisani alipopewa daraja, anarudi kwa Mungu kumwambia asante. Na kwa wote wanafamilia, ndugu na jamaa ambao daima wamekuwa pamoja naye, mapadri wenzake, kusema asante kwa Mungu kwa yote aliyomjalia katika kipindi cha miaka 25. Jubilei ina maelezo mengi katika maandiko matakatifu. Agano la Kale, jubilei ni kipindi cha kutambua uwepo wa Mungu. Ndio maana kuna matukio yalikuwa yanatendeka: kusamehe, kuwaachia wafungwa, kuilinda tena ardhi, kutambua kwamba ni Mungu anayemshikilia mwanadamu, ni Mungu anayetuongoza, Mungu aliyetupa kila kitu. Kama tunavyokumbushwa na mzaburi, kila kitu, vitu vyote, hata sisi wenyewe ni mali ya Bwana. Jubilei ni wasaa wa kupiga kelele na kusema jambo hilo la kiimani, kwamba vyote nilivyo navyo, hata mimi mwenyewe, ni mali ya Mungu. Kutambua ulinzi wake, kutambua wema wake, kutambua upendo wake. Ndivyo anavyofanya Padri Paul siku hii ya leo. Ametualika tusherehekee naye ukweli kwamba Mungu ndiyo kila kitu kwake. Ndugu zangu, siku hii ya leo ambayo ni sikukuu ya Mtakatifu Toma Mtume, tumesoma masomo ya sikukuu yenyewe, na tutafakari kidogo Injili ya Yohane sura ya 20, hasa ule mstari wa 28. Yesu alikamatwa, akateswa, akahukumiwa, akateswa, akafa. Tukijiweka kwenye nafasi ya mitume, tunaweza tukaelewa zaidi. Mtu uliyeishi naye anatenda miujiza, kwako wewe ni mtu mwenye nguvu, mtu wa Mungu. Unaona ameshindwa. Kwa ufupi, mitume waliona ameshindwa. Kwa lugha ya leo, angeona mitume wale wangeona kwamba wametapeliwa. Huyu jamaa alikuwa tapeli. Sasa uanzie hapo. Ameshakufa, ameshazikwa, ni kuuliza yuko wapi? Ameonekana vipi? Askari wapo? Ndio mazingira hayo ya kina Toma huyu tunayemsoma hapa na wengine.
Alafu inatokea ghafla siku ya kwanza ya juma wamekusanyika pamoja na milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Yule ambaye waliona amewatapeli, amekufa, ameshindwa, anawatokea, anawaambia amani iwe kwenu. Wanasema mitume walipomwona Bwana walifurahi, yaani yale matumaini yao yalirudi na wasiwasi, lakini hivi ni mwenyewe au namna gani? Bahati mbaya Toma hakuwapo lile tokeo la kwanza. Toma hakuwapo. Injili haituambia alikuwa wapi. Anawezekana alikuwa anafanya mambo mazuri tu, labda alienda kusaidia kutafuta mikate, maana wamejifungia chakula, mikate na samaki, au kwenda kupeleleza mambo yanaendaje. Hila hakuwepo, hakuwapo na wenzie. Aliporudi wakamwambia, Bwana, anawakuta wanafurahi, tumemwona Bwana amefufuka. Nyie mnaweza kujua jibu la kwanza, acheni nyie, tumemwona Bwana. Msiniambie bwana, huyu ametundikwa msalabani, akafa, akazikwa. Nyie mnaniambia leo mmemwona. Mimi nisipomwona mwenyewe na kuweka mikono yangu mule kwenye misumari walipompigilia na ubavuni mwake, sitaamini. Kutokana na yale yaliyotokea nyuma, ndio maana Toma anasema hayo. Anataka uhakika. Zikapita siku 8, mitume wamekutanika tena, wako pamoja na Toma yuko pamoja nao. Bwana akatokea tena. Nadhani waliokuwa karibu naye ndio walikuwa namnong'oneza, situlikwambia Bwana ndio huyo. Na kwa kweli alitokea tena mahususi kabisa kwa upendo wa mitume wake, kwa kumpenda Toma asibakie na wasiwasi. Na ndio ikawa shughuli kaka, kaambiwa njoo hapa, lete mkono wako uweke kwenye sehemu nilipopigiliwa misumari, weka vidole vyako humo uone, uthibitishe na mkono wako mahali nilipochomwa, na usiwe asiyeamini bali aaminie. Mtume Toma hakuwa na maneno mengi, hakuwa na maelezo mengi. Tukio lile la kukutana na Bwana lilimjenga kiroho na kiakili. Pale pale akatamka tamko kuu la imani: Mungu wangu na Bwana wangu. Baba Chobo, siku hii ya leo kwako iwe ni siku ambapo uanze upya na tamko hilo: Mungu wangu na Bwana wangu. Pale pote uliposhindwa kuamini, pale pote utakapokutana nako na changamoto mbalimbali za kiimani, sala yako iwe Mungu wangu na Bwana wangu, yaani imani kwa Yesu, yaani kumwabudu Yesu kila siku, yaani kutengeneza, kujifunga kwa Yesu, kujikabidhi mikononi mwake.
kama alivyofanya Mtakatifu Inyasi wa Loyola alipokuwa anajikabidhi katika mazungumzo yake. Alimwambia Yesu, Bwana, nichukue na unipokee, kila kitu nilicho nacho, uhuru wangu, akili zangu, utashi wangu, nguvu zangu, vyote na vikabidhi kwako. Unipe kitu kimoja tu, upendo wako. Nawe padri ujikabidhi. Miaka 25 ni mingi. Miaka 25 ukifanya tafakari, najua umefanya tafakari, kuna nyakati nyingi ambapo uliondoka katika uwepo wa jumuiya, uliondoka katika uwepo wa Kristo. Zinaweza kuwa kwa sababu za kikazi, sababu muhimu tu, Yesu akawa mbali. Jubilei iwe ni wakati wa kujikabidhi kwa Yesu, wakati wa kumwambia tena Yesu, Mungu wangu na Bwana wangu. Ndugu zangu waumini, sisi tumekuja kusali pamoja na padre. Maneno haya yatuguse na sisi, tuwe watu wa imani, tuwe watu wenye mshikamano, tulijenge kanisa la Mungu. Baba Padri, unaanza kipindi kingine cha miaka itakayokuja. Mimi maneno yangu, mtegemee Mungu. Daima unapomtegemea Mungu unapata nguvu mpya. Toma alipomwona Yesu alijawa na furaha, maisha yake yakabadilika, mtazamo wake ukabadilika, namna yake ya kufikiri ikabadilika, ikawa ni Mungu wangu na Bwana wangu. Mkumbatie Yesu ili namna yako kwa miaka mingine inayokuja ibadilike. Tukimtambua Yesu, ukimtambua Yesu kwamba ni Mungu na Bwana, unapata nguvu mpya. Mitume katika mahangaiko baada ya ufufuko wa Yesu, siku nyingine walikuwa wanavua samaki, wakamwona Yesu lakini hawakumtambua. Ila mmoja wapo katika kumtambua, au baadhi yao, ile nguvu ya kumtambua Yesu, wakasema ni Bwana. Mtazamo wao ukabadilika, hofu ikaondoka, hawakuona hatari ya kuzama, wengine wakaanza kumkimbilia kwenye maji. Padri, kipindi kinachoanza mtambue Bwana. Unapofanya jubilei ya miaka 25, miaka imeenda. Ungekuwa mfanyakazi wa serikali, nadhani ungekuwa wakati ambapo unaweza kustaafu kwa hiari. Yaani wakati wa kustaafu umefika, ila kwa hiari. Sasa kama wakati wa kustaafu ukifika kwa hiari, maana yake kustaafu kuna karibia. Padri, mkimbilie Yesu. Tunaweza kuwa na historia na wenzetu wengi tuliokuwa nao, lakini ziko nyakati tunamwacha Yesu, ziko nyakati tunamkimbia Yesu. Mimi nikualike, mtengenezee Mungu nafasi katika maisha yako, nafasi maalum kabisa. Dominika iliyopita tulisoma yule mama alimuona mtu akasema huyu lazima atakuwa nabii. Baadaye kwa kutafakari akamwambia mume wake, tumtengenezee chumba. Ikabidi wafanye renovation kwenye nyumba yao, wabadilishe muundo wa nyumba,
wakamtengenezea chumba, wakaweka kitanda, wakaweka meza, wakaweka na taa. Padri, mtengenezee Mungu nyumba katika maisha yako. Fanya renovation katika kipindi hiki unachokianza. Tengeneza upya maisha, tengeneza upya upadri wako, kwa sababu kama wanavyosema wengi, maisha yetu, siri ya Mungu, hatujui tutaishi miaka mingapi. Tunatumaini kwa kula vizuri, kulala vizuri, tutaishi maisha marefu, lakini hatujui kabisa kwamba ni dakika ya 45 au dakika ya 70, hatujui. Ila tunachojua mpira utakwisha, hilo tuna uhakika nalo. Kwa hiyo padri, ujue haijalishi uko dakika ya ngapi ya maisha, dakika ya ngapi ya upadre, ukweli ni kwamba mpira utakwisha. Je, mpira utakapokwisha utamalizika ikiwa ngapi? Na hasa dakika hizi unazoendea, mdogo wangu, mwili unaanza kuchoka, akili pia imeshafanya mengi. Wewe ni daktari, mambo mengi. Narudia tena, mtengenezee Mungu nafasi katika nyumba yako. Mwekee chumba, sio mahali pa kupita, mahali pa kuishi. Tumsifu Yesu Kristo.